Je, ulishawahi kukutana na swali kama hili ambalo lipo kwenye skrini yako nalosema with a reference to Faraday's law of electromagnetic induction determine two factors which affecting the magnitude of the induced EMF of the conductor? Swali kama hili baada ya kukutana nalo ulijibuje, au ulijibu kwa namna gani, au uliliacha wazi? Sasa wewe mwanafunzi, mwalimu unayenisikiliza, mzazi au mlezi wa mtoto wako, video hii ni ya kwako, usiondoke, kwa sababu itaenda kumsaidia mwanafunzi, kumsaidia mwanao, kumsaidia kijana wako. Swali kama hili pindi atakapokutana nalo tena lisimpe shida. Swali hili asilikalili, bali alielewe kwa lugha rahisi kabisa. Hivyo naomba unisikilize sana, twende kwa makini. Ndani ya video hii nitaenda kukufundisha jinsi ya kulijibu hili swali, lakini pia nitakufundisha swali hili limetoka kwenye sehemu gani ya physics. Sasa kwanza kabisa, swali hili limetoka kwenye topic inaitwa electromagnetism. Ndani ya subtopic inaitwa electromagnetic induction. Na swali hili limetoka kwenye kipengele mahususi kinaitwa factors affecting induced EMF magnitude, au factors affecting the magnitude of induced EMF. Hivyo naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu tutaenda kudiscuss vizuri hili swali na kuelewana, bila kusahau kwamba hapa ni sehemu salama ambapo panaitwa Nkwabe Academy, mahali tunaposafirisha physics kutoka darasani mpaka mtaani. Hivyo ni kuomba usubscribe na kufollow akaunti hii ili uwe wa kwanza kujipatia masomo haya. Sasa tuanze na swali lenyewe. Swali linasema hivi: with reference to Faraday's law of electromagnetic induction determine two factors which affecting the magnitude of the induced EMF of the conductor. Sasa acha nisimame sasa ili uweze kunielewa zaidi. Swali lilikuwa linasema with reference of Faraday's law. Sasa hatuwezi tukajua swali au tukalijibu swali kama hiyo Faraday's law yenyewe haitujui. Sasa tuanze kwa kujadili kwa haraka Faraday's law, ambayo Faraday's law hii hapa ipo kwenye video zilizopita. Video ambazo zimepita tulijifunza kuhusu introduction of electromagnetic induction, lakini pia tuliweza kuona hii Faraday's law, lakini pia tuliweza kuona hii Lenz's law. Sasa hivi hebu tujikumbushe kwa haraka Faraday's law, na ukipata muda nenda kwenye hizo video utajifunza mengi zaidi. Sasa Faraday's law tulisema hivi: when there is a changing of magnetic flux linking the conductor, there is a EMF induced which is directly proportional to that rate change of magnetic flux. Maana yake ni kwamba that induced EMF inakuwa ipo directly proportional to the rate change of magnetic flux. Sasa kutoka kwenye hii Faraday's law ndipo tunapata hizi factors affecting the magnitude of induced EMF. Swali letu linatuambia tutaje factor mbili tu, lakini hebu tuende kwanza mbele kidogo kwenye hizi factor kwanza tuzifahamu zote, alafu kwenye hizo zote tunaweza sasa tukachagua hizo factor mbili. Sasa kutoka hapa tuseme kwamba ukiondoa hii proportionality constant, maana yake itakuwa ni E is equal to, maana yake na introduce any constant later, mimi niseme labda ni K, kwa itakuwa ni D magnetic flux over D of time. Sasa hii K ina represent N, na kwenye video iliyopita nimefundisha hivyo. Kwa kumbe sasa itakuwa ni EMF induced is equal to the, kwa itakuwa sasa ni N D of magnetic flux over changing in time. Lakini tuliona kwenye video iliyopita kwamba magnetic flux ni sawasawa na product of magnetic field and the cross sectional area of the coil. Kwa hiyo kumbe sasa hii itakuwa ni sawasawa sasa na number of turns change in magnetic field times the cross section of
cross section area of the coil over change in time. Sasa hizi factors affecting the magnitude of induced EMF natokana kwenye hii formula kwamba we have 4 factors ambapo pia tuliziona kwenye video iliyopita kwamba tuna number of turns, tuna changing of magnetic field ambayo hii hapa inaelezea ile strength of magnetic field, lakini pia tuna cross sectional area of the coil ambapo namba 4 ni hii hapa yote ambayo ni speed of the motion au speed of the magnetic flux. Sasa baada ya kuona hapo, sasa tuje tuseme hivi, kumbe sasa kwamba factor number 1 hapa kama tulivyosema ni number of turns ambayo ni n, lakini pia factor number 2 hapa nimesema cross sectional area of the coil ambayo ni A. Namba 3 hapa ni rate of change of magnetic field. Lakini pia hapa namba 4 ni strength of magnetic field. Sasa hapa manake ni hii dB over change in time, lakini hii hapa ni magnetic field yenyewe. Sasa baada ya kuona hizi factors, twende sasa tukaziona sasa kwenye simulation yetu kama namna gani hizi factors zina asili induced EMF. Lakini angapo kutoka kwenye formula tuliona kwamba huyu hapa yupo directly proportional to the EMF. Kwamba hapa kama tutakuwa na namba nyingi za turns, maana yake tunategemea EMF itakuwa ni kubwa pia. Lakini hapa pia tuliona kwamba cross section area ikiwa kubwa, we expect kwamba EMF itakuwa ni kubwa. Lakini hapa tunaona kwamba rate change of magnetic field au speed ya magnetic field, flux ambayo inaingia kwenye coil ikiwa ni kubwa, maana yake inazalisha EMF ni kubwa zaidi. Na hapa pia strength, kwamba nguvu ya smako ikiwa ni kubwa, tunategemea EMF itakuwa ni kubwa zaidi. Sasa twende sasa tukaona kwenye simulation yetu kwamba ni namna gani hizi factors zina asili EMF yetu. So twende. Okay, sasa mimi simulation yangu inafunguka hapa. Okay, so tuisubiri kidogo. Hii hapo ishafunguka. Hapa ina bar magnet, hapa ina pick up, ina magnetic na transformer. Mimi nabonyeza hapa kwenye generator yangu. So ninaifungua hivi. Nitoe sauti. Sasa hapa kama tunavyoona tuna strength hapa ambapo strength ni 75% hapa. Sasa mimi naweza nikaipunguza au kuongeza. Lakini pia hapa tuna pick up coil au kuna voltmeter. Mimi hapa naweza nikabonyeza hapa ili iwe indicator yetu, indicator ya mabadiliko ya induced EMF ambayo inabii produced hapa. Lakini hapa na number of loops, kwamba hapa naweza nikaweka 1 ikawa number of loops 1 au nikaweka 3 hivyo na kuendelea. Lakini pia hapa na loop area, naweza nikaamua kwamba area yangu mimi labda iwe 20 au iwe labda kwa mfano hapa ni 40 au labda iwe ni 80 hivyo na kuendelea. Sasa mimi sasa naanza na factor namba 1 ambayo tuliona kwamba ni number of turns, kwamba number of turns zikiwa chache EMF inakuwaje, na number of turns zikiwa ni nyingi EMF pia inakuwaje. Haya, nikisema number of turns maana yake ni ile mizunguko ya coil. Kwa mfano hapa tuna mizunguko mitatu tu. Sasa mimi kwanza nipunguze mizunguko hii, mimi niseme labda nianze na mzunguko mmoja tu, alafu sasa ni switch on circuit yetu hapa iwe na waka. Okay, kama tunavyoona hapa. Haya, EMF hapa inavyo deflect hapa, voltage inavyo deflect maana yake inakuwa
inaenda kidogo na kurudi, inaenda kidogo na kurudi. Sasa vipi nikiongeza sasa hapa number of loops? Mimi acha niongeze hapa number of loops. Wow, yes. Tunaona kabisa kwamba voltage hapa inasoma na ni kiasi kikubwa cha voltage, inachukua nafasi kubwa ya positive na inachukua nafasi kubwa ya negative. Hii inamaanisha kwamba number of turns is directly proportional to the induced EMF. EMF, number of turns zikiwa nyingi maanake zinatoa EMF kubwa zaidi, lakini zikiwa ndogo maanake zinatoa EMF ndogo. Hiyo ni factor number 1. Factor number 2, twende. Tuliona ilikuwa ni cross sectional area, kwamba cross section ikiwa kubwa inakuwaje na ikiwa ndogo inakuweje? Basi mimi sasa naenda hapa kwenye area yangu hapa, tunaona hapa ni 80%. Sasa mimi kwanza nipunguze kabisa asilimia ya hii area, mimi naweka kabisa hapa 35%. Tunaona hapa jamani, tunaona hapa deflection hapa inakuwa ni ndogo, inacheza kidogo kidogo. Vipi nikiongeza hapa deflection yangu? Kama tunavyoona, wow, tunaona kabisa kwamba hapa deflection inaenda kwa sana, maana there is increases in the deflection of the voltage when there is increases in the cross sectional area of the coil. Sasa kumbe hapa tayari tumeona kwamba is directly proportional. Area ikiwa kubwa, EMF inakuwa ni kubwa, ikiwa ndogo na hii hapa inakuwa ni ndogo. Sasa twende namba ya 3 hapa, ambapo tuliona ni strength of magnet itself, strength of magnetic field, kwamba nguvu inakuwaje ya magnetic field. Tunarudi hapa kwenye 75. Mimi nashusha labda hapa nianze na hapa 10%. Jamani, tunaona kabisa deflection inaenda kidogo sana. Hata kama nikiongeza hapa deflection labda iwe labda ngapi? Labda mimi niweke hapa deflection hapa, wow, 15. Tunaona deflection inakuwa ni ndogo sana. Je, vipi nikiongeza hii kiwango cha asilimia ya hii magnetic field? Jamani, hapa nimeweka 80. Tunaona kabisa inaenda kasi zaidi. Kumbe sasa magnetic field zikiwa nyingi, wanakuwa EMF ambayo inazalishwa hapa inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa haya, twende sasa point number 4 ambayo nasema ni speed of the motion au rate change of magnetic flux. Manake hapa kwamba magnetic hii ikiwa inaingia kwenye coil inategemea kwamba ikiwa na speed nategemea effect huko itakuwa ni tofauti na ikiwa haina speed. Sasa mimi sasa hapa acha nibadilishe indicator yangu, mimi naweka voltmeter hapa. Haya, mimi naichukua hii magnetic yangu, mimi naingiza kwenye coil kidogo kidogo. Jamani, tunaona jamani, hii hapa tunaona ina deflect kidogo kidogo, ina deflect sio sana. Lakini vipi nikifanya hivi? Wow, jamani, tunaona kabisa kwamba hata kwenye bulb hapa mwanga unakuwa ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu speed ni kubwa. Yes, kama tunavyoona hapa. Kumbe sasa tayari hizi factors kuu 4 ambazo zina asili EMF tumeziona. Na swali letu sasa lilikuwa nasema factors 2 tu. Kwa hiyo ulipaswa sasa ujibu hili swali, uchague factor 2 ambazo wewe unaziona kutoka kwenye hizi factor 4 ambazo tumeziona. Sasa natambua kwamba kila mwanadamu ana tabia ya kusahau mambo. Mimi hapa nataka nikufundishe ni namna gani itakusaidia wewe ili usisahau hizi factor kuu 4 ambazo zina affect magnitude of induced EMF. Angalia, ili usisahau, tumia hili neno linaitwa banji, au tumia neno lingine la Kiswahili linaitwa kisu. Kwa wewe sasa unaweza ukaamua uchague neno gani wewe utalitumia. Je, unatumia banji in term of English au unatumia kisu in term of Kiswahili? Kwa mfano, hii banji maana yake nini? Hii B maana yake inaonesha ni strength of magnetic field. Lakini hii inamaanisha ni area of coil. Lakini hii N manake inamaanisha number of turns. Lakini hii manake inamaanisha
inamaanisha gradient au speed of motion. Kwa sasa darasa langu, ninaamini kwamba kupitia hili neno la bunch, no one who can forget the factors affecting the magnitude of induced EMF. Ukiona wewe kabisa kwamba unasahau hata kama kwa namna yote ile, kariri hili neno bunch, itakusaidia. Lakini kuna neno kisu. Hili hapa neno kisu manake ni kwa Kiswahili. Kwa mfano, hii K manake inaonyesha kasi ya mwendo. Kasi ya mwendo. Lakini hii manake inamaanisha idadi ya mizunguko. Idadi ya mizunguko ambayo manake ni number of turns, lakini hapa manake ni ile G ambayo ni speed, sawa. Lakini hii S manake inamaanisha sumaku yenyewe, manake uimara wa sumaku, ambayo huku tulizungumzia manake ni magnetic field. Lakini hapa manake ni ule ukubwa wa coil, kwamba coil yetu ina ukubwa kiasi gani. Naamini kama sasa kupitia haya maneno itakuwa ni simple. Kumbuka hizi factors affecting the induced EMF. So hivyo kwenye swali letu lile ambalo tuliulizwa factors affecting induced EMF, ndugu zanguni, ninaamini kwamba tumeelewa, na ulitakiwa uchague factor 2 tu kwenye hizi factor 4. Kwa siku nyingine unaweza kuulizwa uelezee factor zote 4, au unaweza kuambiwa uelezee factor 2 tu. Sasa namna gani utaelezea kwamba all those factors affecting the magnitude of induced EMF zipo directly proportional to the EMF itself. Asante kwa kuwa nami kutoka mwanzo wa video mpaka mwisho wa video hii. Video hii tulikuwa tunazungumzia factors affecting the magnitude of induced EMF. Hivyo ni kuombe, kama una swali lolote lile, tuandikie kwenye komenti hapo. Na kwa sasa usisahau kubonyeza subscribe au kubonyeza follow kwenye akaunti zetu za Nkwabi Academy, ili uwe mtu wa kwanza kujipatia masomo haya ya physics. Hivyo nawapenda sana. Naitwa Salum Adu Nkwabi. Karibu Nkwabi Academy. Bye bye.